shukrani tunajiweka kitini pako Bwana. Tunafisha kila mpango wa adui katika jina la Yesu. Tunakemea kila nguvu na kila mamlaka ya kuzimu. Tunaalika uwepo wako mahali hapa. Kutoka kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 18 hadi 23. Tumepewa kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi. Warumi inafuata baada ya Matendo ya Mitume. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 18 hata mstari wa 23. Tafadhali naomba mniruhusu niwatangulie kusoma kwa msaada wa Mungu. Kwa maana na hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika utukufu wa uhuru, kwa uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa upya, kufanywa wana, yaani ukombozi wa miili yetu. Amen. Na tuketi. Bwana Yesu asifiwe wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema siku ya leo kuweza kujifunza neno lake, lakini pia kushiriki katika ibada hii. Wako wenzetu wengine wanatamani kushiriki ibada kama sisi tunavyoshiriki, lakini kwa sababu mbalimbali wameshindwa. Kwa sisi ambao tumefika, tunashukuru Mungu, lakini pia tuone kwamba ni fursa pekee sana na tuitumie kwa ajili ya utukufu wake, lakini pia tupate maarifa ambayo yatusaidia katika maisha yetu ya kila siku. Tukirudi katika somo la leo, niliunganisha niliposoma habari moja Alhamisi, nikaona kuna uhusiano mkubwa sana. Alhamisi ya wiki hii nilisoma habari ya mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu wa shule kule Uingereza. Mama huyu alifundisha masomo mbalimbali ikiwemo na somo la dini. Ukafika wakati akaomba kwamba afundishe somo la haki za wapenzi wa jinsia moja.
Yule mama akasema, kwa kweli siwezi kufundisha somo la haki za wapenzi wa jinsia moja kwa sababu ni kinyume na imani yangu, ni kinyume na utamaduni wangu, ni kinyume na vile mimi ninavyoona. Akakataa. Lakini mara kadhaa wakamsihi sana, mamlaka sana, kwamba unajua Ulaya mapenzi ya jinsia moja au wapenzi wa jinsia moja wanazo haki. Kwa hiyo akasema kwamba hii ni nchi yetu na huu ni utaratibu wetu, tumekubaliana hivyo. Tafadhali badilisha msimamo wake. Lakini yeye kila wakati akisema hapana, siwezi kubadilisha msimamo wangu kwa sababu msimamo au kufundisha somo hilo inapingana kabisa na imani yangu iliyoko ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo wakalazimika ama wakaazimia kumfukuza yule mwanamke kazi. Kwa hiyo mpaka tunapozungumza mimi na wewe sasa hivi, yule mwanamke hana kazi kwa sababu amekataa kufundisha somo la wapenzi, la haki za wapenzi wa jinsia moja. Kwa hiyo hana kazi. Na mimi nafahamu kidogo kwamba kuishi Ulaya bila kazi ni mateso. Ni mateso makubwa. Bila kuwa na fedha. Unajua Tanzania sisi kuna bahati sana kwamba hata kama huna kazi, unaweza kwenda kwa aunti, unaweza kwenda kwa mzee hapo ukasema bwana samani mzako chai meduma, naomba debe moja la mahindi ukapata. Lakini Ulaya ni maisha ya kujitegemea 100%. Kama huna chakula, hiyo ni shauri yako. Kama huna mahindi, ni shauri yako. Kwa hiyo mimi naona kwamba huyu mwanamke alijua kwa hakika kwamba bila mshahara kule maisha ya Ulaya atateseka sana. Lakini alipolinganisha uzuri wa mshahara, alipolinganisha furaha ya maisha duniani na fahari au furaha ya maisha mbinguni, akaona ni afadhali akose mshahara ateseke na maisha kule Ulaya kuliko kuikosa mbingu. Kwa hiyo naona mwanamke alikuwa na akili, alilinganisha furaha ya dunia na furaha ya mbinguni. Akaona furaha ya duniani ni afadhali aisamehe, lakini aende akafurahie kule mbinguni pamoja na Bwana Yesu. Na kwa kweli kwa mwanamke huyu kama angefariki, tungekuwa tuna haki ya kusema kwamba imani umeilinda, mwendo umeumaliza, kwa sababu ameonyesha dhahiri namna anavyojali na kuithamini imani yake katika Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika somo ambalo tumelisoma hivi punde ni kwa habari ya mtume Paulo. Paulo naye anapoangalia mateso anayopata hapa duniani, anapolinganisha mateso yake na maumivu yake anayopitia hapa duniani na ufalme ambao utaupokea kule mbinguni, yeye anaona kwamba ni afadhali ateseke. Ni afadhali ateseke hapa duniani kuliko kuteseka katika jehanamu ya moto milele. Na anasema hivi, kwa maana na hesabu mateso wakati sasa kuwa si kitu. Lakini sio kwamba sio kitu, ukiumwa wewe unaumia, si ndio? Ukitengwa na jamii, ukitengwa na familia, ukitengwa ukifukuzwa kazi, ni maumivu. Kwa nini nasema kwamba mateso wakati wa sasa si kitu? Si kwamba kweli sio kitu, si kwamba kweli hajisikii kuumia, anaumia, lakini anaposema si kitu, analinganisha na uzuri wa utukufu wa Mungu utakaofunuliwa pale baadaye. Ndio maana kwa hiyo inabidi ukuzingatie hapo. Anaposema si kitu, si kwamba kweli si kitu, ni kitu, lakini akilinganisha na ule ukubwa wa ufalme wa mbinguni, anaona mateso hapa duniani si kitu. Na ndio maana anasema kwamba kwa maana na hesabu mateso wakati huwa sasa kuwa si kitu, kama utukufu utakaofunuliwa kwetu baadaye. Miongoni mwa watumishi walioteseka sana pamoja na Paulo, nitakutajia mambo machache tu au mateso machache ambayo Paulo alipitia. Jambo la kwanza, yeye ndiye aliyekuwa mtume wa kwanza kwenda kuhubiri injili kwa makabila au mataifa mengine nje ya taifa la Wayahudi. Kwa sababu kabla ya hapo Wayahudi waliamini kwamba wokovu, ukombozi ni kwa Wayahudi tu. Kama Yesu angezaliwa Ubenani, tungesema wokovu walidhani ni wa Wabena tu, si wa Wahe wala Wangoni wala Wachaga. Lakini Paulo alikuwa ni mtu wa kwanza kuvunja hiyo mila, kuvunja huo ukuta. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kwenda kupeleka habari njema za wokovu kwa mataifa mengine. Lakini Wayahudi walikasirika kwamba huyu mtu hajui kwamba wokovu ni kwa ajili ya Wayahudi tu, kwa nini anapeleka mataifa mengine? Na hapo ndipo alianza kukasirika na kumchukia na kumtenga. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba Paulo ni mtumishi mwenzao, hawakumhesabu kwamba ni mtumishi mwenzao, walimtenga na kumchukia na wala hawakupenda shirika na yeye. Ni kama hapo seminari mchungaji mmoja atengwe na wachungaji wenzake. Na wachungaji wengi hapa.
Mungu amekukataa, wale simpenda amekukataa, na nani amekukataa, yaani umebaki wewe peke yako. Ni maumivu. Ni maumivu. Hata akikuchukia mtu mmoja tu hapa seminarini, utaona kwamba ni pamoja hapafai. Lakini Paulo alikubali kuchukiwa kwa sababu ya kuilinda imani yake na kuhakikisha kwamba injili ya Yesu Kristo inawafikia mataifa yote. Na ndio pale akapata ujasiri kusema kwamba hakuna tofauti kati ya Myunani na Myahudi. Naelewa? Hakuna tofauti kati ya Mhehe na Mbena. Hakuna tofauti kati ya Mchaga na Mpare, bali wote ni wa Bwana huyu. Wote wana haki ya kupokea injili. Wote wana haki ya kupokea nini? Wokovu. Huyu jamaa alikuwa mwamba. Wenzake hawataki injili ifike kwa mataifa mengine, lakini yeye anasema hakuna tofauti kati ya Myahudi. Yaani Wayahudi waliona kwamba ni watu wenye viwango vya juu. Kama ingekuwa ni utajiri na maskini, unachanganyaje kwenye meza moja kati ya tajiri na maskini? Au leo baada rais anakula chakula kwenye meza fulani na wewe eti na wewe na wataka kula pamoja na rais. Lakini Paulo anavunja huo ukuta, anasema jamani, sisi wote ni wamoja, sisi wote ni ndugu, sisi wote tunataka kupokea neema ya wokovu. Lakini wenzake hawakupenda, hawakumtenga, lakini alikubali kuvumilia hayo mateso kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na yeye kama angekufa tungesema imani ameilinda, mwendo ameumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, Paulo kwa sababu alikubali kwenda kupeleka injili kwenye mataifa mbalimbali, alipitia changamoto ya hali ya hewa ama changamoto ya mazingira. Alihama kila wakati kutoka eneo la joto kwenda eneo la baridi. Kama umezoea, kuna wanafunzi hapa na taarifa zao kwamba wanapata shida kwa sababu ya baridi. Ingawa sisi wenyewe wapenda wa hapa tuone baridi, tunaona kwamba ni joto, mpaka tunatamani kuvua shati. Lakini waliotoka Dar es Salaam, kutoka Morogoro, wakifika hapa wanasema baridi, kifua kinanisumbua. Lakini Paulo mateso haya ya kifua sio kitu gani kwake yeye, hakujali. Alibadilisha mazingira ya hali ya hewa. Kama alikuwa kwenye baridi akaenda kwenye joto, joto lilimtesa. Kama alikuwa kwenye joto kwenye baridi, baridi lilimtesa. Kama kuna mtu alimuuma, lakini kila wakati mazingira yalimuumiza, hali ya hewa ilimtesa, lakini alisema niko tayari kusumbuliwa, kuteswa, kuumizwa na hali ya hewa, lakini lazima kazi ya Mungu isonge mbele. Hakuna kikwazo, hakuna kukwama, hakuna kusimama, lazima injili ya Mungu isonge mbele. Kwa hiyo mateso haya hali ya hewa pia aliyavumilia. Kwa wasomaji wa Biblia mtaelewa. Kuna Paulo kwa sababu watawala, nikisema watawala maana ni viongozi wa serikali pamoja na makuhani, maaskofu walikuwa ni wakuu wa jimbo, hawakupenda Yesu asikike kwenye masikio yao, lakini kwenye masikio ya wale wanaowaongoza. Hawakutaka kusikia habari ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa sababu Paulo alithubutu kuhubiri injili ya Yesu Kristo, kila wakati walimkamata mara nyingi na kumpeleka gerezani. Unafahamu, sijui kama kuna mtu anayekwenda gerezani. Ukienda gerezani lazima ukoko upigwe tu. Chakula kula mara 3 kwa siku, utakula labda mara moja. Kama ulikuwa wali na nyama unakunywa uji, ni mateso kuwekwa gerezani. Lakini Paulo alivumilia kukamatwa tena na tena na tena kwenda gerezani. Hata alipokamatwa na katisho sana, hata alipokamatwa na kupigwa sana, bado hakuacha kuhubiri injili. Aliendelea, alikubali kuteseka kwa sababu ya kazi ya Mungu. Ndipo anaposema kwa maana na yahesabu mateso au maumivu ya wakati wa sasa kuwa si kitu kama utukufu utakaofunuliwa kwetu baadaye. Anapima maumivu na mateso duniani na raha atakayopata kule mbinguni. Anasema ni afadhali niteseka hapa duniani, ni afadhali nisile raha hapa duniani, ni afadhali nisile raha hapa duniani, lakini nikafurahie kurithi ufalme wa mbinguni pamoja na Yesu Kristo kule mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, kuna mahali nyewe wasomaji mnaelewa pia kwamba Paulo anasema alikuwa na mwiba, ila tujue huo mwiba ulikuwa ni upi. Wengine wanatoa maoni mbalimbali. Pengine ulikuwa ni ugonjwa fulani, labda pengine ni yale mateso wanaita mwiba, pengine kuna kitu fulani. Mimi sitaki kutoa kwamba ilikuwa ni nini, maana Biblia haielezi kwamba huo mwiba ni kitu gani. Lakini anasema alimsihi Bwana mara 3, huo mwiba umtoke, huo mwiba muondoke. Kama ni ugonjwa, huo ugonjwa muondoke. Kama ni mateso, haya mateso muondoke. Kama ni maumivu, maumivu muondoke. Lakini Bwana hakutaka kumponya. Akamwambiaje? Unajua, neema yangu ya kutosha. Neema yangu ya kutosha. Hebu fikiri, umemleta mama yako anaumwa, yuko karibu na kufa.
au pengine ana mateso yasiyokoma. Unamletea mchungaji Mwaya, tafadhali naomba muombe mama yangu, muombe baba yangu, ndipo katika hali ngumu. Hapo yeye anaomba, alafu anasema Mungu ameniambia kwamba hataki kumponya, ila anasema ila yake inamtosha. Hivi ungemuelewa Mwaya kweli? Ungemuelewa? Ungesema huyu mchungaji ana pepo nini? Ungeona kama huyu mchungaji hafai au mwingine hajaokoka. Lakini ndivyo ilivyo Mungu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tuko wachache ambao tumepeleka haja zetu kwa Mungu. Mungu alipotuchelewesha kidogo au ambapo hakutaka kujibu kwa sababu ya kusudi lake na mapenzi yake, tukaona kwamba hapa si mahali pa kuabudu, tukaenda kuabudu kwa kina Mwamposa. Lakini hapo Mwamposa yupo, lakini inawezekana hapo wengine uko ndani. Kwa hiyo kwa namna yoyote, watumishi wa Mungu, kwa namna yoyote lazima tukubali kupoteza chochote, kuacha chochote kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Unateseka, unaumizwa, lakini kama unateseka na kuumizwa kwa ajili ya Kristo, bali kuvumilia hayo mateso. Usikubali kupoteza imani yako mpaka utakapourithi ufalme wa mbinguni. Na hapa siongelee mateso yale ya kujitakia wenyewe, naongelea mateso ya kuilinda na kuitetea imani yetu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu cha leo inasema kwa maana kama tusawa sasa kuwa si kitu kama utukufu utakaofunuliwa baadaye. Lakini kitu cha leo kinasema kwamba tutunze uumbaji ama mazingira. Nilikuwa na tafakari kama tunategemea tutunze imani zetu katika Yesu Kristo na tunatumaini la kwenda mbinguni, na muda si mrefu pengine muda wote tunaondoka kwenda mbinguni, kwa nini tuyatunze mazingira? Yaani ukisema mazingira maana tutunze dunia. Na Biblia inasema kwamba utafunduliwa mji mpya, Yerusalemu mpya, mji uliopambwa vizuri. Si ndio? Kama tunategemea kwenda mbinguni, kwa nini tutunze mazingira? Lakini nilipokuwa nasoma Biblia kwamba sisi tu ambao tunatazamia kufunduliwa kwa utukufu wa Mungu muda si mrefu, lakini pia hata viumbe vingine vyote pia tunatazamia kwa shauku nyingi kufunduliwa kwa Bwana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote wenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa hiyo muda si mrefu tunategemea kwamba Yesu atarudi atatuchukua. Kuna sababu gani ya kutunza mazingira? Sijui kama kuna mtu anajibu. Tunataka kwenda mbinguni. Tunategemea Yesu atarudi. Atatupa mji mpya uliopambwa vizuri kuliko duniani. Huko duniani kuna tunaacha mji wenye mateso kwenye mji wenye raha. Kwa nini tutunze mazingira? Kuna waziri mmoja uongozi kwa maana miaka ile ya uongozi, awamu ya kwanza ya uongozi na awamu ya pili ya uongozi. Kipindi kile cha miaka 10 kikapita, akaja rais mwingine na yeye akabahatika kuingia kwenye uongozi. Bahati nzuri akawa kwenye wizara ile aliyokuwa miaka 10 iliyopita, na akapewa gari ile aliyokuwa anatumia tangu kipindi kilichopita. Sasa baada ya wiki chache akatoa taarifa kwamba bwana, hii gari imetumika muda mrefu, miaka 10 iliyopita umetumia hii gari, unapaswa kubadilishwa gari nyingine, utapewa gari mpya, muda wote utapewa gari mpya. Kutoka hapo ile waziri akasema afadhali napata gari mpya. Ile gari ya zamani akaanza kupakilia muda wa service imekwaruza, hataki kutengeneza. Sasa unajua nchi bwana imekaa vizuri. Watu wa usalama wakaiambia mamlaka kwamba jamani, ni kweli mmepanga kumpa waziri gari mpya, lakini ile ya zamani mlimwambia atakapoiachia watatumia watu wengine, lakini mbona haitunzi ile gari? Ile service anabebea mkaa, anabebea mizigo ya shambani. Hivi ndivyo kweli matumizi ya gari ya waziri yanapaswa kutumika. Wale watu wa usalama wakashauri kwamba huyu mtu kama gari hii ya zamani haitunzi vizuri, inawezekana hata kipata gari mpya hataweza kuitumia na kuitunza vizuri. Wakashauri kwamba ni afadhali asipewe gari, na ikilazimu kwamba lazima ile wizara ipate gari mpya, basi yule waziri aondolewe, aje waziri mwingine, kwa sababu yeye amekosa nidhamu ya matumizi ya mali ya umma. Bwana asifiwe. Ni kweli atapata gari mpya la kisasa zaidi, nzuri zaidi, lakini hili la sasa analitumiaje kipindi hiki anaposubiri kupata gari jipya?
Hii inafanana sisi. Ni kweli tunategemea kupata mji mpya na nchi mpya. Lakini sasa tunaishi hapa duniani. Tunahitaji kula, si ndio? Tunahitaji hewa safi kutoka kwenye miti, lakini tunakata miti. Tunasema sitapata nchi mpya bwana. Na hata mimi wakati mwingine huwa najidanganya. Mtu mwingine anasema mchungaji, mbona unanenepa sana, punguza mwili? Naambia wewe bwana, mimi napanga kwenda mbinguni. Kwa nini nihangaike na mwili wa duniani wakati nitapata mwili mwingine mpya? Lakini ukweli sio fikika. Kama nisipotunza mwili wangu, nitaanza kuteseka hapa duniani. Labda kweli nitapata la huko mbinguni, lakini mateso ya hapa duniani nitapata. Kwa hiyo nikaona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya maisha ya kimwili hapa duniani na maisha ya kiroho. Kwamba tunaposubiri kupata mji mpya au mbingu mpya, bado tunayo sababu ya kutunza hii dunia ambayo Mungu ametupatia ili tuendelee kuishi na kuwa salama. Kwa sababu tutakapoanza kuumwa, tutakapoanza chakula na ukame, ukaja ukame hapa, hata sisi baadaye tusikuja leo. Kama ukame umetawala, tunakosa chakula. Wewe utakuja kanisani na njaa siku 2 siku 3, haiwezekani. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna sababu na umuhimu wa kutunza mazingira. Sasa swali, tunawezaje kutunza mazingira yetu kwa usalama wetu na viumbe vingine pia? Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ni kuacha kutumia mbolea za kemikali na vyakula vya viwandani. Nafikiri hapa nawagusa watu wengi. Kuacha kutumia mbolea. Kuacha kutumia mbolea za kemikali au za viwandani pamoja na vyakula ya viwandani. Kwa nini? Kwa sababu unapotumia mbolea yenye kemikali au ya viwandani, unaufanya udongo au unaifanya ardhi kuwa tegemezi. Kwamba ukifanikiwa kutumia mbolea ya kiwandani, ya dukani, baada ya mwaka mmoja, baada ya miaka miwili, hakuna zao, hakuna mmea utakaoota bila kutumia tena ile mbolea. Tunaifanya ardhi kuwa tegemezi na sisi kuwa tegemezi. Kwamba bila wazungu kutengeneza mbolea, sisi hatutoboi, hatuna chakula, hatuna usalama. Kwa hiyo ardhi yetu imeharibika, haifai. Na kuna maeneo hapa Njombe, hakuna mahali utapanda kitu kikaota bila kuweka mbolea. Kwa hiyo tuache kutumia mbolea za viwandani kwa ajili ya kulinda usalama wa dunia. Maana lazima tulinde mazingira. Namna kulinda mazingira ni kuacha kutumia mbolea za viwandani ili ardhi isiharibike. Lakini sio kwamba mbolea inaisha kuharibu ardhi na udongo tu, inaharibu pia afya zetu. Inahatarisha usalama wa maisha ya kwetu. Kule Ujerumani kuna magonjwa mengi yamegundulika ambayo wanadhani kwamba sababu yake ni mbolea za dukani, ni vyakula vinavyolimwa kupitia mbolea za dukani. Unaweza kuona mtu mzima tu amesimama yuko imara, lakini ghafla anakosa nguvu na kuanguka. Sasa inategemea na hatua yuko wapi. Kama yuko hapa ardhini, angalau ataumia kidogo, maisha yataendelea. Lakini kama alikuwa kwenye mahali fulani juu au kwenye ngazi, maana hapo ni hatari, anaweza kupoteza uhai au kuumia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa ile mbolea tunayotumia kwenye mashamba inaharibu ardhi, lakini pia tunapokula vile vyakula vinahatarisha afya zetu sisi wanadamu pamoja na ile mifugo. Kwa sababu nitasaga mahindi, nitapogoa unga, nitatumia mimi kumpa, nampa kuku, nampa ng'ombe. Mwisho wa siku usalama wangu na usalama wa mifugo ambayo vinakula kile chakula unakuwa huko hatarini. Ndio maana siku hizi Ujerumani vyakula vinavyolimwa kienyeji vina gharama kubwa hujawahi kuona. Wakati sisi Tanzania ukinunua kitu supermarket, unaona kama ufahari, unaona kama wewe ndio umewini maisha hivi. Lakini Ujerumani kuacha kununua chakula cha supermarket na kula chakula cha kiasili ndio ufahari wenyewe. Sisi tunachelewa. Tunafikiri vyakula vya dukani vya supermarket ndio vyakula bora, lakini ukweli usiopingika, kama kuna viazi vitamu ambavyo tunalima bila mbolea, tuvikimbilie. Mimi nilinunua kiazi kimoja ni shilingi 2000 Ujerumani. Kiazi hiki na sio vile vikubwa, hivi vidogo kabisa ambavyo ni kama ngumi yangu, shilingi 2000. Kwa nini? Ni kwa sababu kimelimwa kienyeji. Nenda supermarket, kiazi hicho utanunua kwa senti. Utanunua kwa senti. Kwa hiyo sijui Njombe tutafanyaje, kwa sababu maeneo mengi tunalima mbolea. Lakini naona kwamba ni vizuri kuanza kutafakari kurudi nyuma mapema kabla wazungu hawajaja kusema kwamba jamani, tuna mradi wa kurutubisha udongo, tukahitaji kulipa fedha nyingi turutubishe udongo ambao wao wenyewe wametusaidia kuuharibu. Na ili kuweza kulima vizuri, maana ni afadhali kutumia mbolea za wanyama kama ng'ombe, kutumia mbolea za kuku, majani yale yanayoota kuyarutubisha unayavundika, mwisho wa siku yatumie kwenye mashamba kwa kutumia mbolea. Na pengine sisi tunataka wanakufa, tujue kwamba wanakufa kwa sababu ya
ya matumizi ya vyakula vya mbolea hizo mbolea dukani, kwa sababu hatupimi, hatuna vipimo hivyo. Wenzetu wanapima, wanagundua kwamba sababu ni mbolea, lakini sisi tunapoteza watu wengi. Watu wanapata makansa siku hizi bila kujua kwamba ni kansa. Unashangaa mtu anasema ghafla tumeumwa. Kwa nini? Kwa sababu ya haya vyakula ambavyo tunakula ni kama mbolea. Kwa hiyo mkoa wa Njombe tuna sababu ya kujitafakari kama kweli tunatunza mazingira ama tunashiriki kuharibu mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza, tutuzaje? Tuache kutumia mbolea na vyakula vya dukani. Lakini pia hata ile dawa ya kuharibu ya palisi. Kuna mtu mmoja jana tulikuwa tunajadili kwenye jumuiya, anasema kwamba ile dawa ukipulizia inakaa, kuna aina mbili. Aina moja inakaa miaka 5 ardhini na aina nyingine inakaa miaka 10 ardhini. Na inapokaa ardhini maana yake inaingia pia kwenye vyakula. Kwa hiyo tunajikuta tunakula madawa na chemical na mwisho wa siku afya zetu zinadhoofika. Sijajua kizazi chetu kama wangapi watafika umri wa mzee hapa. Wenzetu hawa walibahatika vyakula vya dukani havikuwepo, mbolea hayakuwepo sana. Lakini sisi wa leo tunayo hatari kubwa. Kwa hiyo tunahitaji kutafakari. Jambo la pili, tuache kutupa bidhaa zote za plastiki ovyo. Tuache kutupa bidhaa zote za plastiki ovyo. Kwa mfano chupa ya maji, chupa ya soda, zile karatasi za pipi, zile karatasi za biskuti. Unaona mtu mzima tu ana akili nzuri tu, lakini akishamaliza kunywa soda amenunua pale Mkea, akifika darajani soda imeisha, anatupa tu kopo. Amenunua maji, amekunywa, akimaliza kunywa maji, kopo anatupa tu. Hajui kwamba kopo hili au makopo haya maplastiki haya yanahitaji kutunzwa sehemu maalum na kutunzwa kwa namna ya kipekee. Anatupa. Mwisho wa siku haya machupa yanasomba, yanaingia kwenye mabwawa ya samaki, yanaingia kwenye mito, yanaingia kwenye bahari. Mwisho wa siku tunavua samaki, tunakula. Na haya machupa yakija kwenye mito, yakija kwenye mabwawa, yakija kwenye bahari, samaki wanakula ile plastiki. Wakila ile plastiki, sisi tunakuja kula samaki mwenye plastiki. Tunafikiri kwamba samaki ni nyama salama zaidi kuliko nyama zingine, kumbe tunakula kansa bila kujua. Tunakula makansa bila kujua. Kwa hiyo ni muhimu sana kufikiri mtindo wetu wa maisha. Kutupa maplastiki ovyo ovyo kwa mtaani inahatarisha usalama wa viumbe vingine na usalama wetu wenyewe. Na kuna viumbe vingine vikila plastiki vinakufa pia. Kwa mwisho wa siku hali inakuwa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, tuache kukata miti ovyo na kuacha kufanya shughuli za kijamii kwenye vyanzo vya maji. Miti ni sababu ya mvua. Mwaka huu mtashuhudia kwamba mvua hazijaeleweka. Si ndio jamani? Mvua hazijaeleweka. Na mchungaji Mngoma alikuwa anashuhudia juzi, alisafiri kwenda Dodoma. Anasema ukishafika pale Iringa mjini kuelekea Dodoma huko, haoni kama kuna kitu, kama kuna mwindi umeota kuzidi urefu wake. Ina maana mahindi yamefika mahali yamegoma, yameisha mahali fulani kwa sababu ya ukosefu wa mvua. Kwa nini tunakosa mvua? Kwa sababu kwanza tumefanya shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, pili tumekata miti. Hali ya hewa imekuwa ni mbaya kuliko maelezo. Mikoa ya kusini ilipaswa kuwa na mvua isiyokoma, mvua ya uhakika, kwa sababu sisi ni chakula cha mikoa mingine. Maji yote yanaenda Dar es Salaam, na Pwani, na Morogoro, yanatoka mikoa ya kusini, Iringa na Morogoro. Lakini ukiona mvua zinakosekana mikoa ya kusini, maana yake katika taifa letu hali ni mbaya. Kwa nini? Tumekata miti ovyo na kufanya shughuli za binadamu kwenye vyanzo vya maji. Tunahitaji kutafakari na kuona kama kweli tuendelee na mtindo huo au tunahitaji kubadilika. Na inapofika mahali kwamba ni lazima sana kukata mti, basi tumie kanuni ya kata mti, panda mti kwa ajili ya usalama wetu na usalama wa viumbe vingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameweka usalama wa dunia kwenye mikono yetu. Utakumbuka kwa sababu ya uovu wa Sodoma na Gomora, Mungu aliangamiza watu, akaangamiza na viumbe. Utakumbuka wakati wa Nuhu, Mungu aliangamiza watu, akaangamiza na viumbe. Lakini Mungu aliokoa watu, akaokoa viumbe kwenye safina ya Nuhu. Utakumbuka kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya binadamu na viumbe vingine vyote. Kwa usalama wa viumbe vingine vyote uko mikononi mwetu. Hata unapopiga ile dawa ya palizi, kuna wadudu huwa wanakula yale majani. Unapopiga dawa ya palizi ukaua yale majani, ina maana umehatarisha usalama wa viumbe vingine. Lakini kuna mifugo mingine ambayo inategemea majani. Wewe unapiga dawa, mwisho wa siku hawa wanyama kama mbuzi, kama ng'ombe wanakosa chakula kwa sababu wewe umepiga dawa ya palizi. Kwa hiyo ni muhimu kutafakari mtindo wa maisha yetu kila siku, kuona kama unatunza uumbaji ambao Mungu ametupatia ama tunaharibu uumbaji ambao Mungu ametupatia. Na kama tunaharibu uumbaji wa Mungu ametupatia, ninaona kwamba kuna mashaka kama kweli tutaingia katika ufalme wa Mungu ama hataingia, kwa sababu tutakuwa waaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza,
Mateso ya duniani yanayotetea imani sio kitu ukilinganisha na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tuwe wavumilivu, tuwe wastahimilivu ili tusikose mbingu, kama yule mama wa Uingereza alivyokubali kuteseka, kukosa mshahara na kwenda kurithi ufalme wa mbinguni. Lakini jambo la pili, usalama wa kwetu sisi na vitu vingine Mungu ameweka katika mikono yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuwajibika kutunza usalama wa maisha yetu, afya zetu pamoja na viumbe vingine. Tusimame. Roho yangu haikuimbie jinsi wewe ulivyo. Roho yangu haikuimbie jinsi wewe ulivyo. Kila mmoja atafakari jinsi anavyowajibika kuitunza imani yake, lakini pia kulinda mazingira kwa usalama wetu na usalama wa viumbe vingine. Kama ikiwa kuna mahali tunaona kwamba tumekosea, basi tumuombe Mungu. Tunajua kwamba kubadilika si jambo rahisi sana, ni jambo ambalo linahitaji mchakato. Basi mwambie Mungu akuongoze katika mchakato wa mabadiliko, ili uweze kutembea sawa sana vile ambavyo Mungu angetamani kuona tunatembea. Na wakati huu kila mmoja atafakari na kumwambia Mungu, Mungu nisaidie niweze kutembea katika kusudi na mpango wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu leo hai, tunajiweka mikononi mwako. Mungu, watoto wako tuko mahali hapa. Unajua Mungu, mara nyingi tumeacha imani zetu, tumekata imani zetu kwa sababu ya maumivu na mateso ambayo tunapitia. Bwana, wakati mwingine tumeona tupate majibu kanisani, pengine Mungu ulikuwa ni mpango wako kutusubirisha ama kutupatia wakati tukasema neema yako inatosha, lakini Mungu tumeacha imani ukimbilia mahali pengine. Bwana, utusaidie Bwana kwa uaminifu kama yule mama wa Uingereza na Paulo mtumishi wako ambaye alipitia mateso makali, lakini hakuacha imani yake, ndio kusimama kwa uaminifu Bwana katika kusudi na mpango wako. Utusaidie sisi nasi kuilinda imani Bwana. Lakini Mungu tunakushukuru kwamba umetupa dunia hii iwe ni sababu ya kupata hali ya hewa nzuri, kupata oksijeni nzuri, lakini pia kulima na kupanda na kutunza Bwana. Lakini wakati mwingine tumeacha Bwana, tumetekeleza ile jambo moja la kulima Bwana, lakini hatujatunza Mungu wa mbinguni. Hata mabadiliko ya teknolojia, maendeleo ya nchi Bwana duniani yametuletea vitu ambavyo vinaharibu Bwana uumbaji, vinaharibu ardhi na viumbe vingine Bwana. Tusiwe kitini pako saa hii. Tunatubu kwamba tumepokea vitu visivyofaa Bwana bila kujua. Pengine Mungu kwa sababu ya kutokuelewa. Utusaidie Bwana saa na wakati Mungu mbinguni. Ili Mungu tusaidie kuingia katika hali ya mabadiliko. Tukikumbuka Bwana katika mkoa wetu Njombe, tumezoea kutumia mbolea Bwana. Na bila mbolea tuone kama tunavuna, atuone kama tutafanya biashara. Lakini Mungu unaweza kutupa akili na ufahamu Bwana. Kama ulivyofunulia watoto wako wengine katika mataifa mengine, wamerudi katika hali ya uasili na kutumia mbolea za mifugo na kutumia mbolea Bwana za majani. Utusaidie Bwana tusilie Bwana bariki mbinguni. Katika jina la Yesu mbinguni, utuwezeshe kutupa hiyo akili na ufahamu. Tuweze kurudi katika uasili. Tuweze kurudi katika
tukusudia kwa mbinguni, ili Mungu tusaidie kwa sababu ya uharibifu wa mazingira, katika jina la Yesu Kristo. Utusaidie Mungu wa mbinguni. Hata tumekata miti ovyo, wakati mwingine ni kwa sababu ya hali ya uchumi, tumeshindwa ye Bwana, tukaona kwamba ni afadhali kutumia mikana kule, lakini Mungu unaibariki watu, ukatubariki Bwana katika hali ya uchumi, ili tuweze kuhama kwenye neno uharibifu wa mazingira na kuenda katika eneo la mbinguni na kutunza mazingira na ardhi ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Umsaidie kila mmoja aliyeingia mahali hapa, apokee neno hilo ya Bwana, kalifanyie kazi, lakini akawe balozi nzuri hata kwa watu wengine ambao kusikia neno hili. Tunaomba tukiamini Mungu atatusaidia kutuwezesha siku zote za maisha yetu. Amen. Roho yangu na